Habari za wakati huu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Ngobo TV Media, popote pale ambako unaendelea kutufuata kwa wakati kama na huu. Mtazamaji, tunakutangazia matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo, hasa kwenye mkoa wa Kivu ya Kusini. Mtazamaji, kama bado kusubscribe kwenye channel yako hii, ni vizuri kuweza kufanya hivyo ili kuendelea kupata habari, matukio pamoja na vipindi ambavyo ni vya kuelimisha na kuhabarisha popote pale ambako ulipo. Mtazamaji, katika siku ya leo na kujuza ya kwamba tumekuletea, hatujui kwamba tuite kituko au ni mkasa au tuite namna gani. Nafikiri kwamba kwenye komenti yako peke yako utatufahamisha kwamba tuite ni kitu gani hichi ambacho kimeweza kutokea. Kwa siku ya leo tunakujuza yale ambayo yametokea huko mkoa wa Tanganyika, tarafani Kongolo, ambako kumetokea hatujui tuite kituko, mkasa, hao ni habari, kwa ambako mganga mmoja wa kiasilia ameweza kufariki. Wacha tukujuze kwamba mambo hayo yametokea pale ambako mganga huyo ambaye alikuwa anajulikana kwa jina la Bade alikuwa akifanya kazi zake kwenye usultani wa Benanyembo kwenye kijiji cha Matata. Na kweli kumetokea matata pale ambako kuna kundi la vijana lilikuja kwake ili waweze kupata dawa za kutokuwa na ingiliwa na risasi pindi ambako wanakupigwa risasi hizo au visu, mishale na mikuki. Vijana hao walipopewa dawa hiyo na mganga huyo wa usultani huo wa Benanyembo kwenye kijiji cha Matata, vijana hao waliomba kwa mganga huyo kuweza kujaribu dawa hizo. Unafahamu ya kwamba wakati huu vijana wengi au raia wengi wanaendelea kutafuta dawa za kuto kuingiliwa na risasi pindi ambako wanapigwa risasi hizo. Na hiyo inaendelea kuonesha uzalendo mkubwa ambayo inaendelea kuwapa vijana nafasi kubwa ya kujiunga kwenye vikundi vya wazalendo ili kuendelea kutetelea udongo wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu ambako mashariki mwa Jamhuri ya nchi hii unaendelea kusongwa na mambo ya vita. Vijana hao ambao walikwenda kwa mganga huyo ambaye kwa sasa ni marehemu, walimtaka mganga huyo kisha wao kuweza kupewa dawa, kutaka kujaribu dawa hiyo kwa mganga. Mganga aliruhusu na kuambia kwamba basi haina tatizo, ni vizuri kuweza kupima dawa hiyo kwenye mwili wangu. Vijana walichukua kisu na kuweza kumchoma mganga moja kwa moja, ilipelekea maumivu mengi, na eneo ambayo mganga huyo aliweza kuchomwa kisu ilikuwa ni sehemu hatari na ambayo ilipelekea kifo chake kupatikana papo hapo. Raia hao waliweza kutimka na kwenda sehemu ambayo isiyojulikana hadi kwa sasa. Ngongo Mbokamiba Jean Paul ni administrator wa tarafa la Kongolo, anaonesha mengi hapa kwa yale ambayo yaliweza kutokea katika maeneo hayo. Kusheferi ya Benanyembo, mujini Matata leo uko Moshi kuna manyumba iliungua. Tulipata habari ya chef de sheferi wa Benanyembo, alitujulisha ya kama muile mjini mulikuwa ndugu moja Bade, ni mzaliwa wa mjini Mweu Munyembo no. Alikuwa nafanya madawa yake ya mantibal, alikuwa nanawisha watoto wa vijana wa mjini Kizaba, na wakati alikuwa na wanawisha walipasha wapime kumwili wake, kukupima kisu kumwili wake, ndugu alifariki. Kisha kufariki, wa ndugu zake wa Mweu wakakuja kufanya matatizo sababu ya uchungu ya ndugu zao, na manyumba iliungua, mapiaji kapitikana. Baba journaliste, kwa kupitia hiyo mikrofoni yako, naita population yote ya Kongolo tutokane na ile njia, hasa zaidi population yenye kuwa kumalimiti na Maniema, ambayo waliona mifano ya wamalaika wa pale na pale wa ngambo ya Maniema na kupenda kufuatilia ile mifano. Mimi
sawa vile administrator nakataza ile mifano, hata wale wenye kwa ma conflit de pouvoir kutimie tunakatala ile mifano. Mtazamaji, hiyo ni hali ambayo imetokea kwenye kijiji cha Kongolo siku ya Ijumaa pili ya tarehe 15 June 2025. Upande wako mpendwa mtazamaji na msikilizaji, je, ni vizuri wakati dawa hizo zinatolewa na waganga kuendelea kupima kwenye mihili ya waganga? Je, ni vizuri taratibu za kupima dawa hizo kwenye mihili ya waganga iweze kusitishwa? Upande wako hapo uliko unapokea namna gani kweli dawa hizo za kuto kuingiliwa na risasi, visu, mikuki na mishale? Je, ni dawa za kweli? Basi jibu lako tunalisubiria hapo chini kwenye komenti. Hiyo ndiyo hali ilivyotokea huko kwenye tarafa la Kongolo, usultani wa Bananyembo, kwenye kijiji cha Matata. Msikilizaji na mtazamaji, kupitia hapo hatuna la ziada. Tunathamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakuomba mara tena usikosi kusambazia wengine ili na wao waweze kufaidika na mambo haya yaliyotokea huko kwenye tarafa la Kongolo. Tukutanane baadaye. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Thank you.